Karibuni na ujambo mtazamaji pia msikilizaji wa channel yako pendelevu Kuna Nini News. Kuna Nini News ni channel yako TV online iliyo na makao yake huku nchini Uingereza. Tunakuletea habari za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, habari za kanda kama vile zile za kimataifa. Leo ni siku ya Ijumaa ya tarehe Februari 27 mwaka wa 2026. Haya ni matangazo yetu ya asubuhi. Mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, katika yale tumekuandalia leo, mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, tunakwenda kuzungumzia kuhusu hatima ya mkuu wa kijeshi wa muungano wa AFC M23 Sultani Makenga, baada ya uvumi mwingi kuhusu hatima yake. Yeye yuko wapi? Yuko au hayuko? Alijeruhiwa au hapana? Maswali yamekuwa mengi chungu tele. Mambo kwa sasa yamekuwa wazi, yakiangaziwa kwa namna hii. Uwe chonjo, sibanduke. Andamana nasi tangu mwanzo hadi mwisho, tukianza safari pamoja hadi mwisho. Lakini kabla tukuletee habari kamili, fuata kwanza ujumbe huu. Ikiwa huja subscribe, huu ndio muda wako. Anza kwanza kwa kusubscribe, yaani gusa fasi ya kengele ujabone, gusa fasi ya kidole kinachoonyesha juu ulike. Tazama chini kuna nafasi ya kuandika, uache komenti yako na kutuandikia wapi uliko. Na kwa mwisho usikose kushare, yaani kupartage, kuwasambazia wengine. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu, na utatupa sisi nguvu na juhudi za kuwaletea habari kwa kishindo. Tuandamani sote pamoja. Mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, tega sikio. Kulingana na vyanzo vingi vinavyofahamu matukio yaliyotokea, wafikia msafara ambamo Luteni Kanali Willy Ngoma wa muungano wa AFC M23 akiwa na kamanda wao mkuu wa kijeshi. Habari zasema kuwa hao walikuwa wamekusanyika katika makazi ya afisa mmoja wa jeshi mashambani ajili ya majadiliano kuhusu vita, huku mapigano yakizidi kuongezeka na kupamba moto karibu na eneo la uzalishwaji madini ya coltan huko Rubaya. Miongoni mwa waliokuwepo alikuwa kwanza kamanda mkuu wa kijeshi wa kundi hilo la AFC M23, na si mwingine bali ni Jenerali Sultani Makenga. Watu wengi wamesambaza habari kuhusu hatima yake, wamoja wakisema kauawa, wengi wakisema kajeruhiwa, wengine wakisema hakuna chochote kilichomfikia kuhusu shambulizi lililoendeshwa na ndege isiyokuwa na rubani inayojulikana kama vile drone kutoka utawala au serikali, tuseme majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, kwa kuwa masuala au shambulizi au mrazi, mkutano huo ulikuwa ukifanyika au ulifanyika Jumatatu ya tarehe Februari 23 mwaka wa 2026. Mkutano huo uliendelea hadi saa za mapema Jumanne. Labda hapa kwa haraka haraka nirejee kidogo ili kuangazia. Nilisema kulingana na vyanzo vingi vinavyofahamu matukio yaliyotokea, kuwafikia Luteni Kanali Willy Ngoma na makamanda kadhaa wakuu wa M23, habari zasema hao walikuwa wamekusanyika katika makazi ya afisa mmoja wa jeshi mashambani kwa ajili ya majadiliano kuhusu vita, huku mapigano yakizidi kuongezeka na kupamba moto karibu na eneo la uzalishaji wa madini aina ya coltan huko Rubaya. Na miongoni mwa waliokuwepo alikuwa pia kamanda mkuu wa kijeshi wa kundi hilo la AFC M23 Jenerali Sultani Makenga. Kwa kuwa mkutano huo ulifanyika Jumatatu ya tarehe Februari 23, mkutano huo uliendelea hadi saa za mapema Jumanne.
baada ya kufanya mazungumzo yanayohusu vita vinavyoendelea kwa wakati huo, mapambano yakiwa yakiripotiwa kuzidi kupamba moto, walikaa mezani kwa ajili ya kutumia. Ni baada ya kufanya mazungumzo na kula chakula cha pamoja, Jenerali Makenga aliondoka shambani, yani sehemu ambako walikuwa, wapatao saa 8 za usiku, wengine wakisema za asubuhi, yani tu ilikuwa tayari ni siku ya Jumanne. Akatoka na msafara wake mdogo uliomsindikiza. Huyo ni nani? Huyu Jenerali Sultani Makenga, mkuu wa kijeshi kwenye kundi hilo la muungano wa AFC M23. Hata hivyo, Luteni Kanali Willy Ngoma yeye alibaki nyuma na wenzake wengine wanajeshi kwa ajili ya majadiliano zaidi. Pale imekuwa apatao saa 9 za usiku. Yaani hapo tumekuwa sasa ni Jumanne ya tarehe Februari 24. Baadaye Luteni Willy Ngoma naye akaondoka shambani akiwa katika msafara tofauti na ule ambamo mkuu wake wa kijeshi alimokuwa, yaani msafara ulio tofauti na ule wa Sultani Makenga. Akaenda mahali ambapo hapakutangazwa mitandaoni, ambapo hapajulikani, isijulikani ilikuwa ni kupotea au la, lakini ilidokezwa tu akaelekea mahali ambapo hapajulikani. Msafara wa Luteni Kanali Willy Ngoma ulipokuwa ukipita hapo Masisi gizani, ndege isiyokuwa na rubani ya kivita iliwaona na kuwalenga, ikaripotiwa kutoa risasi nzito ikipiga magari kwa usahihi. Hapa ninapoongelea usahihi ni kwamba walilenga gari bila kuswata. Risasi au bomu, makombora ya drone kafika pale ambako yalilengwa au yalisukumwa bila kuswata au kwenda pembeni, na ndipo walivyoangamia wale wote ambao walikuwa ndani, huku mkuu wao wa kijeshi Sultani Makenga akiwa ameisha toka, wala hakukuwa nao tena. Ndivyo alivyopona, na ndio habari zilivyo kuhusu hatima ya mkuu wa kijeshi wa muungano wa AFC M23 Sultani Makenga, ambaye ametajwa, wamoja wakisema amejeruhiwa, wengine kwamba hakukuweko, wengine kila mmoja kadiri anavyopata habari zake. Lakini habari ambazo tulizipata kwa duru zinazotajwa kuaminika zadokeza hayo kwamba ilikuwa ni misafara miwili tofauti yake Sultani Makenga iliondoka kabla ya shambulizi, wala hii kulengwa, lakini iliyolengwa ni ile iliyotoka nyuma, aliyokuwemo Luteni Kanali Willy Ngoma, na wote waliokuwa ndani waripotiwa alipoteza maisha. Ukweli ni upi? Duru zetu za tuambia ni huu ulio ukweli, lakini tuyaachie majira muda. Kumbuka, usiondoke tafadhali bila kusubscribe, yaani kujiabone. Usikose kulike na kuacha komenti yako, na kwa mwisho usikose kushare, yaani kuwasambazia wengine. Hiyo ni support yako kubwa kwa idhaa yetu hii ya Kuna Nini News. Asante.